kiufundi Depu anakupa vitu gani uwanjani? Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na ugumu ambao wachezaji ambao wanatoka nje ya ukanda wa Sekafa wanaokutana nao pale ambapo wanakuja kucheza, kwa maana ya kucheza ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League. Pande wa Kosafa. Wanaotokea nje. Kwa sababu ukifanya tafiti ndogo Musakawambwa na anayetusikiliza, wachezaji wengi, kwa sababu ukiangalia ukanda wa Wafway na WAFB zamani Unifac ilikuwa inajulikana hivyo, wachezaji ambao wamekuja kundi kubwa la wachezaji, lakini pia ambao wamefanya vizuri kwenye ligi kuu ya Tanzania wanahesabika kidogo. Kwa hii miaka mitano wanatajwa, ndio maana unaona vilabu vyetu vinakimbia kufanya scouting ya kuwapata kule, kwa sababu ndani ya hii miaka mitano kidogo wanaonekana mmoja anaweza akaja na akatoa kitu cha tofauti. Lakini miaka ya nyuma kidogo, ukirudi misimu 7 nyuma, ilikuwa ni ngumu pia kumpata mchezaji bora ambaye anatoka kwenye ligi kuu ambazo ziko chini ya ule ukanda, kwa maana ya Unifac, Wafway na WAFB. Waliwahi kuja hapa ndo wakina Junior Okosa wanatajwa kila siku hapa, wamekuja wakina Ikpe, lakini mazingira yalikuwa yanakuwa magumu kwa maana ya ile performance yao ambao walikuwa wanatumia ama wanaionyesha kiwanjani. Sasa hivi haya mazingira magumu yapo kwa wachezaji ambao wanatokea kwenye ukanda wa Kosafa. Ndo historia na records zinakataa, kwa maana wachezaji wengi ambao wametoka kwenye ule ukanda wakija kucheza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara wanapata changamoto. Tumezungumza kuhusiana na mazingira, tumezungumza kuhusiana na aina ya mchezo wenyewe wa mpira wa miguu, kwa maana ile playing style kule ambavyo namna wanacheza na huko ambavyo namna sisi tunacheza, lakini falsafa za kiutendaji wa vilabu husika kutoka vilabu ambavyo wanakuwa wanatoka na vilabu ambavyo wanahamia. Sasa ukija kumwangalia mchezaji ambaye Yanga wamemtambulisha, Depu, umezungumza kuhusiana na kimo chake, futi 5.9 911 511 kama Mayele 511 ambayo ni kidogo, ni zaidi ya ile ya Kylian Mbappe Lotini, kwa sababu Mbappe ni 510. Ukiangalia mazingira ya kimo chake kilivyo, unaenda unakiamisha kile kimo chake kilivyo kukipeleka kwenye kikosi cha Yanga. Unaangalia Andy Boyeli ambaye kaondoka, kimo chake kilivyokuwa na aina ya mchezo ambao Yanga wanausudu sasa hivi kucheza. Ndio. Yes, Andy Boyeli kapita kwenye mikono ya kocha Romain Folz, amepita kwenye mikono ya Patrick Mabedi, lakini pia amepita kwenye mikono ya Pedro, kwa maana akiwa Yanga kafundishwa na makocha 3 tofauti. Lakini ulikuja kumwona Andy Boyeli ambaye alionekana kidogo kuwa na ufanisi wa kushawishi ni yule Andy Boyeli ambaye alikuwa anacheza chini ya Romain Folz, kwa sababu ndo alipata dakika nyingi kuliko mpaka Prince Dube, na zile numbers ambazo kaacha kaziweka takwimu, kwa maana ya kusaidia upatikanaji wa mabao na kufunga mwenyewe, zilipatikana kipindi cha Romain Folz. Dube ana 510. Dube 510. Kwa hiyo ni mfupi kidogo. Ni mfupi kidogo. Kwa Depu. Kwa Depu. Kwa katika mazingira yale, Yanga ya sasa hivi unaangalia wachezaji ambao wanacheza pembeni, kwa maana ambao wataenda kumzunguka Depu kwenye kikosi, aina yao ya uchezaji, unaona zipo baadhi ya tabia za wale wachezaji za kiuchezaji, na zipo baadhi ya tabia za kimuundo wa timu nzima inaweza ikaenda kumnufaisha Depu kwenye kikosi cha Yanga na kupelekea Yanga wanufaike kwa sababu ya uwepo wake kwenye kikosi. Moja, Clement Mzize ana mseto wa kutengeneza mashambulizi ya mipira ambayo anaiwasilisha kwenye boksi kwa kuwasilisha katika mitindo tofauti. FM.